Jioni ya leo, Irani imetoa taarifa kuhusu maendeleo ya uzalishaji wa droni katika nchi yao, ikiwa ni moja kati ya nyenzo muhimu sana pale nchini Irani. Yaani Irani ina shehena kubwa sana ya droni, na hata katika vita vya Marekani na Israel walitumia droni kwa kiasi kikubwa sana. Sasa imesema kwamba uwezo wa kuzalisha droni umeongezeka mara 3 wakati wa vita na Marekani na Israel. Waziri wa ulinzi wa muda wa Irani, Brigadier General Majid Ebn al-Reza, amesema uwezo wa nchi hiyo wa kutengeneza drones umeongezeka mara 3 wakati wa vita vya hivi karibuni kati ya Marekani pamoja na Israel kwa upande mwingine. Akizungumza kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X siku ya Jumamosi, Ebn al-Reza alisema mafanikio hayo yametokana na utaalamu wa wataalamu wa ndani na uwekezaji mkubwa katika teknolojia za kisasa za kijeshi. Alirejelea mazungumzo aliyoyafanya katika kikao cha pamoja na kamati ya usalama ya taifa ya bunge la Iran, ambapo alisisitiza kuwa vita hivyo vilidhihirisha uwezo wa Iran wa kuendelea kuimarisha sekta yake ya ulinzi licha ya mashinikizo ya kijeshi. Vita vya hivi karibuni vimeonyesha kuwa wasomi wa Iran na uwekezaji katika teknolojia za hali ya juu ndiyo nguzo muhimu zaidi ya uwezo wa ulinzi wa taifa, alisema. Aidha, alieleza kuwa katika kipindi kigumu zaidi cha vita, uzalishaji wa vifaa vya ulinzi haukusimama hata kwa muda, huku uwezo wa uzalishaji wa droni ukiongezeka mara 3. Kauli hiyo inaashiria msisitizo wa Iran kwamba imeendelea kuimarisha uwezo wake kujitegemea katika uzalishaji wa silaha na teknolojia za kijeshi licha ya vita na vikwazo vya kimataifa vinavyoikabili. Taarifa hii inaeleza wazi kwamba kumbe hata kipindi cha vita Irani haikuwa imesimamisha uzalishaji wa droni, kwa sababu ilikuwa ikiendelea kuzalisha droni za kutosha kwa ajili ya matumizi ya vita, lakini pia kwa ajili ya hifadhi ya matumizi ya baadaye. Na teknolojia ya kuzalisha droni nchini Irani imekuwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu droni hizo imefika hatua hadi kuuza nchini Urusi, ambapo droni za Shahed zimekuwa maarufu sana kwenye vita kati ya Ukraine pamoja na Urusi. Basi kwa taarifa zijazo, mtazamaji wetu, ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.